Maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi kwa mazishi ya kitaifa ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Odinga aliyefariki siku ya Jumatano wiki hii alikuwa ameamrisha familia yake kumpa mkono wa buriani katika muda wa siku 3 za kifo chake, ila kwa heshima za hadhi yake Odinga anazikwa siku ya Jumapili Oktoba 19 kando ya baba yake Jaramogi Oginga Odinga. Rais wa Kenya William Ruto ambaye aliongoza ibada hiyo ya mazishi katika siku ya kwanza ya ibada hiyo ya kitaifa alifika katika majengo ya bunge na maelfu ya Wakenya pia walipata fursa ya kuona mwili wake mapema leo, ambapo mwili wa Odinga ulifikishwa alfajiri kwa ajili ya kuruhusu familia, wabunge na viongozi wakuu wa kitaifa kumwomboleza Odinga ambaye alihudumu kama mjumbe wa eneo bunge la Lang'ata kwa zaidi ya miaka 15. Mkewe Mama Aida alimkumbuka Raila kama mtu anayependa amani, huku watoto wake wakimtaja kama shujaa aliyewaongoza sio tu familia yake ila taifa kwa jumla. I first met Raila. Nilikutana na Raila kwa mara ya kwanza miaka ya mapema ya 70. Nimeishi naye kwa miaka 52. Ni rahisi kuwa watu wengi walioko uwanjani huu leo wangeweza kuwa watoto wetu. Kwa hivyo sio ajabu kuwa mnamuita baba. Alisema kwamba ni lazima tuwahimize Wakenya waishi kwa amani. Raila alichukia unafiki. Alichukia unafiki na ulafi. Ule ulafi ambao umeathiri jamii yetu. Ulafi unaosababisha wizi wa mali ya umma. Ulafi unaosababisha ufisadi. Leo ni siku wa uchungu mwingi sana kwangu mimi. Najua nyinyi pia mnasikia uchungu mwingi sana. Kwa sababu hata baba alikuwa baba wetu, alikuwa baba zetu sote. I'll miss watching Arsenal with you. Nitakosa kutizama mpira wa Arsenal tukiwa na wewe. Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Umemaliza safari yako kwa heshima. To the world you are known by many names. Kwa dunia ulijulikana kwa majina mengi. Tulikuita kijana wa Jaramogi. Wakati mmoja tukakuita Tinga. Wakati mwingine wakakuita Agwambo. Baadaye wakakuita Nyundo, Jakwom, Baba Fidel, lakini mwishowe ukaitwa baba. Kwangu mimi ulikuwa baba yangu, mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa duniani kote. Katika hotuba yake kwa taifa, Rais William Ruto alituma risala zake za rambirambi kwa taifa na kuahidi atakuwa mwaminifu kwa kile walichokubaliana kuhusu mustakabali wa Kenya. Odinga alifanya kazi kwa pamoja na marais 4 kati ya 5 nchini Kenya. Pia amekumbukwa kwa dhati na mtangulizi wa Rais Ruto, Uhuru Kenyatta. Tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Nimetoka mbali sana na baba. Niliposimama na yeye pamoja na wanachama wenzangu wa Pentagon, ulikuwa ni wakati muhimu sana. Sio tu kwa maisha ya baba, lakini pia kwa historia ya nchi ya Kenya. Wakati huo singefikiria kuwa kuna wakati tungekuwa wapinzani. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye aliungana na mimi tena kuimarisha nchi yetu na kunisaidia kuweka msingi wa uongozi wangu, ikihitimishwa na kuzaliwa kwa serikali ya muungano mpana. Kwako baba, ninakupa shukrani za dhati na za milele. Nashukuru kwamba njia zetu zilikutana na tukatembea safari hii pamoja kama washirika na washindani, marafiki na wapinzani, lakini daima kama Wakenya wazalendo tuliounganishwa na ndoto iliyokubwa kuliko sisi wenyewe. Ahmed Bahaj alikuwa katika uwanja huo wa Nyayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Leo ilikuwa ni siku ya pili ya Wakenya kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye ni mtu muhimu sana katika siasa za taifa hili. Kwa hakika alipewa ile hadhi na taadhima na heshima ya kuzikwa kwa ile sherehe ya kitaifa.
kwa sababu aliwasili katika uwanja huu wa Nyayo akiwa na ule msafara ulioongozwa na jeshi. Walikuja naye wakapiga raundi moja katika uwanja huu ili kwa heshima kwa wale waombolezaji wapate kutazama. Maelfu na maelfu ya waombolezaji hapa jijini Nairobi walimiminika katika uwanja huu wa Nyayo kuja kuimba na kuhuzunika na kutoa zile risala za ibada hapa katika uga huu, akimkumbuka kiongozi huyu. Alikuwa na utu na alikuwa na watu kwa roho yake na alikuwa na inchi kwa roho yake. Wale ambaye walikuwa naona yeye kama msaliti yake ilikuwa natoka because alikuwa ameweka inchi kwa roho yake mpaka ametoa kwa mtumaini yake kando akaweka inchi ndani. Ile kitu tunaambia Wakenya waendelee kuwa na amani na waendeleze ile vitu za Raila amekuwa akipigania, kwa sababu yeye amekuwa funzo, yeye amekuwa mwalimu na kuna mwanafunzi. Katika maisha kuna kuzaliwa na kufa. So tumeangalia, tumemwona, tume confirm kuwa ameaga, and tunashukuru Mungu kwa zile miaka ametupatia na yeye. Baadhi ya viongozi waliokuja hapa ni kutoka nchi tofauti barani Afrika na viongozi wengine mashuhuri kote duniani wakiongozwa na Rais William Ruto. Kesho siku ya Jumamosi msafara utaelekea kule alikozaliwa, chimbuko lake katika mji wa Kisumu, aliko na wafuasi na waombolezaji wengi sana wanamsubiri. Ama kwa hakika huenda anayekwenda, lakini anayeaga dunia harudi. Na kwa Raila Odinga, waombolezaji wakisikitika wanasema baba ameenda, na swali ni je, nani atajaza nafasi yake ama pengo lake kubwa la kisiasa Kenya? Ahmed Bahaj, BBC Nairobi. Bila shaka ni swali ambalo wengi wanajiuliza, lakini kwa sasa tunajiunga naye Ahmed Bahaj akiwa hapa studio zetu za Nairobi ili atueleze mengi zaidi yale yaliyojiri leo. Bahaj, kando na heshima na sifa nyingi tulizoziona kwa Raila, kipi kingine kilichotokea leo katika uwanja wa Nyayo? Ripoti ya hivi punde kutoka lile shirika la madaktari wasio na mipaka ambalo huwa linahudumia wagonjwa wa dharura, tunaambiwa kwamba watu wawili wamepoteza maisha yao na wengine 163 walipata majeraha, lakini watu 30 na wako katika wamepata majeraha mabaya na hivi sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali tofauti hapa jijini Nairobi. Lakini hali hii haikusababishwa na mrundiko na ukosefu wa mpangilio kama ilivyoshuhudiwa hapo jana, kwamba polisi walishindwa kukabiliana nao kutokana na mipangilio duni, lakini leo haikuwa hivyo. Utaratibu mzima huu kuanzia mapema asubuhi, jeshi lilikuwa limejaa pale, maafisa wa polisi, Inspector General alikuwa amepanda kikosi chake Douglas Kanja, lakini hivi jioni baada waombolezaji washamaliza kutazama ule mwili wa Raila Odinga, sasa walipokuwa wanataka kutoka nao mwili, ndio hapo vurugu likaanza. Kuna waombolezaji ambao walikuwa wako nje ya uwanja wa mazingira wanataka kufuata ule msafara tena, ambayo ingekuwa ni kizaazaa kwa sababu kuna ratiba nyingine zimepangwa. Sasa kutokana na hilo kukafiatuliwa vile vitoa machozi ama tear gas zile, na wengine hapo ndo katika ile mshike wakaumia na wakapata majeraha mabaya, na tunaambiwa wawili wamepoteza maisha. Bila shaka kuna wale ambao uliweza kuzungumza nao leo katika uwanja huo, wamesema nini kingine kikubwa kumhusu kiongozi huyo? Nimeshangaa, nimepagawa. Kama vile jana tulivyozungumza kwamba Raila anapendwa sana, na ni kweli watu wakisema wameachwa mayatima, anasema kwamba baba amewaacha. Nilizungumza na baadhi hasa upande wa wanawake, kina mama waliokuja katika foleni zile katika kizaza kile, lakini wanasema kwamba Raila kwao ilikuwa ni kama nyota ya jaha, ile mtu anawapatia mwelekeo, na wamesema kikubwa kwake alikuwa haangalii tu kama upande wa kabila lake lile analoongoza, lakini ule uwezo wake wa kuunganisha Wakenya na jinsi anavogusa watu moja kwa moja kutokana na zile sera zake, na haswa kujiita mtetezi wa wanyonge. Hizo ndo kauli za wale waombolezaji nilizokuwa nazungumza nao, lakini wengine wananiambia wanatoka hapa usiku leo kuelekea moja kwa moja Kisumu. Magari ya abiria usafiri wa umma yasemekana wamepandisha tikiti mara 3. Watu wanasema watasafiri. Safari za ndege hizi flights zimepandishwa nauli mara 2 na pia zimejaa, lakini bado watu wanakata nauli kutaka kwenda kumzika Raila Odinga kule Kisumu kisha baadaye Bondo.
Hivyo ndio kauli za watu na jinsi watu wanavyompenda Raila. Naam, kwa kifupi tu, kipi kinatarajiwa kufanyika hapo kesho hapa jijini Nairobi? Sasa leo walikuwa wanasema ule mwili kutoka pale, ilikuwa uratiba ni kwamba ungeenda katika makazi yake, nyumba yake Karen, kwa familia yake, mke wake na ndugu na marafiki, lakini wamebadilisha, wakasema mwili ukitoka pale Nyayo ulikuwa unapeleka katika ile hifadhi ya maiti ya Lee, na huo ndio utaratibu aliotupa. Alafu baadaye kesho utakuwa mwili ule unasafirishwa na msafara kuelekea Kisumu kabla kuzikwa siku ya Jumapili. Huo ndio utaratibu aliotupa kwa leo. Asante sana. Ni Ahmed Bahaj akitupatia taswira kama ilivyokuwa katika uwanja wa Nyayo. Hii ni